Mamlaka ya mapato Tanzania TRA baada ya kutoa misaada katika vituo vya kulea watoto yatima jana, leo ameandaa iftari iliyokutanisha na makundi mbalimbali wakiwemo madereva wa bajaji na bodaboda mkoani Mwanza pamoja na watumishi mbalimbali wa mamlaka na serikali. Meneja wa TRA mkoani Mwanza Faustin Cosmas amewashukuru walipa kodi wa mkoa wa Mwanza kwa kulipa kodi kwa hiari na kufikia 104% ya makusanyo ya mapato mkoani humo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nawashukuru sana wananchi wa Mwanza. Mwezi huu tunaoongea ambao tunamaliza Jumatatu, tayari mkoa wa Mwanza umeshavuka malengo yetu na 100%. Kwa hivi kwa namna yoyote ile, tukisema mlikuwa mnafanya nini, tulikuwa tunawashukuru wananchi wa Mwanza kwa kulipa kodi kwa hiari. Hivi tunapoongea kuna mikoa bado inahangaika kufikia hilo lengo. Lakini sisi Mwanza leo tuna 104%. Nashukuru sana. Naye Shehe wa mkoa wa Mwanza Shehe Kabeke ameishukuru TRA kwa kuandaa iftari hiyo na kusema kuwa itatengeneza njia kwa TRA ya kukuza ushirikiano na walipa kodi wao. Tendo hili ni tendo la kiibada. Inawezekana ile TRA yenyewe haihitaji thawabu. Hayo ndio mkoa. Lakini nyinyi mliomo ndani ya TRA mmoja mmoja kwa nafasi yake anahitajia thawabu. Kwa hiyo jambo jema mlilofanya, tunawaombea sana Mwenyezi Mungu awabariki na Mungu awahifadhi na muendelee na utaratibu huu. Kila mwaka unapofika mwezi kama huu, usiache kuwaita ndugu zenu. Nyote ni mashahidi katika iftari zinazoendelea nchini, mmeshuhudia wanaalikwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na hii ni mirathi tumerithi kutoka kwa wazee wetu, waasisi wa taifa letu. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda pia amekazia kwa kusema kuwa Mwanza umekuwa mkoa unaofanya vizuri katika mambo mengi ikiwemo swala la ukusanyaji kodi. Mkoa wa Mwanza kihistoria unafanya vizuri katika mambo mengi. Hata swala la hii kodi ya ndani, nafikiri mkoa wa Mwanza ni watatu kwa makusanyo ya kodi za ndani. Na tulipongezwa na tunapongezwa mara kwa mara. Kwa hiyo leo nikisikia mmeshafikia 103%, ninafahamu kwamba mkoa wa Mwanza umetulia. Na azma ya Rais Samia ni kwamba tukusanye kodi lakini bila bughudha, bila unyanyasaji, na ifike mahala wanaokusanya kodi na wanaolipa kodi wawe ndugu, kama ambavyo leo tunaona vijana wa bajaji wapo, boda boda wapo, wafanyabiashara wakati wapo, vyombo vya usalama vipo, kwa sababu tunaaminiana. Ingekuwa hatuna mahusiano mazuri, inawezekana ungeandaa iftari hii, lakini hawa kwa sababu na wanyanyasa wakasema hatuwezi kwenda pale. Kwa hiyo endeleeni kufanya kazi, endeleeni kuchapa kazi, na ndani ya serikali vijana njooni. Zipo fursa ambazo zipo za 4% ya mikopo, 4% kwa wakina mama, 4% kwa vijana, 2% kwa wenye ulemavu. Na hivi karibuni nilikuwa Dodoma kusoma bajeti ya mkoa huu bilioni 646, na tumeidhinishiwa na kamati ya bunge. Tunasubiri bunge idhinishe shilingi bilioni 12.7 kwa ajili ya mikopo tu ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu kwa mwaka wa fedha 24-25. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.